Mpenzi mtazamaji, ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Na karibu sana katika kipindi cha leo. Tuna somo zuri sana ambalo lina kichwa cha somo kinachosema dhambi na utamu wake. Dhambi na utamu wake. Karibu katika ombi kabla hatujaingia katika somo la leo. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tubariki tunapojifunza habari za neno lako. Tupatie hekima kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Dhambi na utamu wake ndilo somo la leo, ndicho kichwa cha somo la leo, na somo hili linakwenda kutubariki na kuiongoa mioyo yetu endapo tutamruhusu Roho Mtakatifu aliye Mungu anayejua kufundisha, aliye mwalimu bora katika maisha yetu. Kama tutamruhusu atufundishe na kukubali kile ambacho ametuongoza kujifunza katika siku ya leo kupitia maandiko matakatifu. Somo hili limekuja kwetu leo ni kutokana na mtazamo uliopo kwa watu walioko katika dunia ya leo na hata iliyopita, na sababu kuu ni kuona kwamba watu wanaokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu wanapata mafanikio, wanafanikiwa. Na andiko linalotumika ni kitabu cha Ayubu sura ya 12 na mstari ule wa 6. Lakini kabla hatujasoma andiko hili, hebu tutambue ya kwamba dhambi ni nini. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 4, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila anayefanya dhambi anafanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Na uasi huu ni uasi wa nini? Kwa kifupi, uasi ni kwenda kinyume na mamlaka, kwenda kinyume na sheria. Na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 24, Biblia inaweka wazi jambo fulani hapa la msingi la kuzingatia. Neno la Mungu linasema, naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho. Kwa hiyo ikiwa anayetenda dhambi anakuwa ni muasi, lakini anayezishika sheria anakuwa yuko ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani yake. Hivyo kwa kifupi, dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni kwenda kinyume na mamlaka ya neno la Mungu. Dhambi ni kwenda kinyume na sheria za Mungu. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 12 na mstari wa 6, Biblia inasema hivi: hema za wapokonyi hufanikiwa, na hao wamkasirishao Mungu hukaa salama. Mikononi mwao Mungu huleta vitu vingi. Kwa hiyo kupitia andiko hili watu wengi wengine wameamua kuchagua kuwa waovu, kwa sababu wamesoma tu hapa alafu wakamaliza wakasema ni bora kuwa muovu kwa sababu Mungu anakupatia vitu vingi. Roho Mtakatifu atusaidie katika wakati huu tukaelewe kile ambacho amekikusudia katika maandiko matakatifu. Lengo la Mungu kutupatia Biblia ni kwamba anahitaji kutuokoa. Je, ni kweli kwamba hawa waovu Mungu anawapatia mali, Mungu anawapatia mafanikio katika ubaya wao? Hebu tuendelee kujifunza Biblia. Katika kitabu kile cha Isaya sura ya 5 na mstari wa 16, Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu ni mtakatifu, na haki anayoitoa kupitia sheria yake ndio inayothibitisha ya kwamba Mungu ni mtakatifu, kwamba hatendi dhambi. Mungu haendi kinyume na neno lake. Mungu haendi kinyume na mamlaka yake. Hivyo Mungu ni mtakatifu kwa sababu yeye hana dhambi. Na kama Mungu ni mtakatifu, inakuwaje
ionekane kwamba waovu wanapatiwa mali, wanapatiwa mafanikio ya kila aina. Yani unakutana na mtu si mtu wa ibada, si mtu mnyenyekevu, mkali, ni mtu mkali, mbaya na mtenda maovu, lakini ana mafanikio ya katika ulimwengu huu. Amebarikiwa kuwa na mali nyingi, ana mamlaka. Hili linazungumzwa vizuri sana katika Biblia ya kwamba kuna kitu Mungu anakifanya, lakini Mungu hahusiki kabisa na kumjaza mtu mali kwa sababu ya uovu wake, kupitia uovu wake. Biblia inaweka wazi katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 36 na mstari ule wa 6, huhifadhi uhai wa waovu, lakini huwapa wateswao haki yao. Anayetoa uhai ni Mungu, na anayetoa haki ni Mungu, anayetoa wokovu ni Mungu. Hivyo basi, Ayubu anapozungumza habari ya waovu kukaa salama, waovu wapokoni kufanikiwa, tena katika mikono ya, anasema katika mikono ya Mungu hupewa vitu vingi. Lengo kubwa ambalo Ayubu analilenga hapa ni kwamba Mungu anawapatia uhai hata waovu. Hata waovu Mungu anawapatia uhai. Hivyo basi, kwa sababu ya uhai walionao, wanautumia katika kupata zile mali ambazo wanazitafuta au kuzipata katika hali isiyostahili, hali ya dhuluma, kuwanyanyasa wengine na kuwatesa watu walio katika hali ya chini. Tena wakati mwingine walio haki wanaonekana kutokuwa na mafanikio katika maisha yao, lakini iko hivi ni kwa sababu Mungu ametoa uhai. Kwa nini Mungu anawapatia uhai hata walio waovu? Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo ilipaswa kila anayetenda dhambi afe. Sasa kwa nini Mungu anatoa tena uhai kwa watu walio waovu? Kitabu cha Ufunuo sura ile ya pili na mstari wa 21, Biblia inaweka wazi swala hili. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Uhai ni muda. Muda ni uhai. Unapokuwa hai, tambua ya kwamba ni muda ambao Mungu amekupatia. Maana yake sasa, kwa sababu ya uhai walio nao waovu, Mungu anawapatia muda wa kuendelea kuwa hai ili kwamba watubu dhambi zao, watubu maovu yao, watubu kuwanyanyasa walio maskini, watubu katika ulevi wao, watubu katika uzinzi wao, watubu katika kila aina ya ubaya. Lakini moja kwa moja, hakuna uhusiano wowote kati ya Mungu na mafanikio yanayotokana na matendo maovu. Ili liwe wazi na lieleweke hivi ya kwamba Mungu ametoa uhai ili ya kwamba walio na dhambi wapate kutubu. Maana lengo la Mungu ni kumwokoa kila mtu, hata yule aliye na dhambi nyingi kiasi gani. Lengo la Mungu ni kumwokoa hata yule ambaye jamii imemkataa. Mungu anahitaji kumwokoa. Haijalishi ana tabia mbaya kwa kiasi gani, haijalishi ana dhambi nyingi kiasi gani, lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, basi amelenga kumwokoa mtu huyo. Hivyo ametoa muda ili atubu, alafu amwokoe. Zaidi sana, Mungu ni Mungu wa haki. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, kila chaguzi tunazozifanya sisi kama wanadamu zina matokeo yake, kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba nimeweka njia mbili mbele yako, kuna uzima lakini pia kuna mauti. Na Mungu anatuelekeza, anatuonya kuchagua uzima ili tukapate kuishi.
Hivyo kitabu cha Mhubiri sura ya 11 na mstari wa 9, neno la Mungu linaeleza hivi: wewe kijana, ufurahie ujana wako, na moyo wako ukachangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa wakati ambapo bado uko hai, Biblia inasema unaweza kuamua kufanya chochote kile ambacho unaweza kufanya, lakini zingatia hili: kuna siku Mungu atakuleta hukumuni kujibu yote uliyoyafanya. Na anaposema ukaendee njia za moyo wako, ni kwamba hata kama umeamua kufanya dhambi, umeamua kufanya vibaya, umeamua kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, umeamua kwenda kuvunja sheria za Mungu, unaweza kufanya, lakini siku inakuja utatoa hesabu ya kila tendo baya ulilolifanya. Hivyo kila chaguzi tunazofanya leo zina matokeo yake wakati fulani, na wakati mwingine matokeo haya hayatasubiri siku ya mwisho. Matokeo haya yataonekana katika maisha yetu ili tuone ubaya wa dhambi. Na kauli moja ilisikika mtaani, kijana mmoja akisema ya kwamba mambo yote ambayo Mungu ameyakataza yanaonekana kuwa na ladha nzuri sana. Dhambi ni tamu sana. Rafiki, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Katika zile njia mbili ambazo Mungu ameziweka mbele yetu leo, ametushauri tuchague njia ya uzima ili tukapate kuishi. Liko tumaini jema sana kwa watu ambao wataendelea kutii na kufuata kanuni zote ambazo Mungu ameziweka katika maisha yao kupitia maandiko matakatifu. Lakini ukweli ni kwamba waovu hawana furaha, na kama furaha ipo, basi ni ya muda kidogo sana, muda kitambo sana hutoweka, na haitoweki katika hali ya kawaida. Kitabu cha Ayubu sura ya 20 na mstari ule wa 5, Biblia inasema hivi: ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Furaha ya mtu anayetenda vibaya itapatikana kwa muda mchache sana, na watu wenye upotovu ndani ya dakika moja. Anapotaja dakika moja, anamaanisha ni muda mfupi sana, hutoweka. Lakini zingatia hili katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 na mstari wa 35 mpaka 38, kuna kitu kidogo cha kusikitisha kuhusu watu walioamua kutenda vibaya. Nimemwona mtu asiye haki mkali sana akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni. Nikapita na kumbe hayuko, nikamtafuta wala hakuonekana. Fungu la 37, umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Fungu la 38, wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Aliyeamua kumtii Mungu anaonekana na dunia itamtambua. Na anapoanza kwa habari ya mtu mwovu, anaonekana kana kwamba yupo kweli, anaweza akawa na fedha nyingi sana, amefanikiwa sana, lakini kuna wakati hataonekana. Aliyebarikiwa kutii na kutenda mema kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kuna baraka anayoambatana nazo, ya kwamba mwisho wake ni amani tele. Yaani mtu huyu hata anapolala, liko tumaini ya kwamba kuna siku Yesu atarudi na mtu huyu ataishi tena, na ndilo tumaini pekee lililobaki. Hivyo hakuna furaha ya kudumu kwa watu
wenye kudhulumu mali, ya watu wenye kutenda vibaya kwa majirani zao, ya watu walioamua kwenda kinyume na sheria za Mungu, ya watu ambao wamepatiwa mamlaka mahali fulani, katika taasisi fulani, katika serikali, katika sehemu mbalimbali, watu wote ambao wamepewa vyeo. Hakuna furaha yoyote ambayo itapatikana ikawa ya kudumu katika kuwatendea wengine vibaya, katika kuwakosesha wengine amani, katika kuwafanya wengine kuishi katika hali ya hofu. Watu hawa mwisho wao ni uharibifu, wataharibiwa, na Biblia inasema ya kwamba wataangamizwa. Lakini wewe uliyeamua kutii maagizo ya Mungu na kuishi vyema na majirani, Biblia inasema inataja habari ya upendo, kwamba Yesu anaagiza pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda ninyi, na ukaamua kutembea sawasawa na maagizo haya, Biblia inasema mwisho wa mtu huyu ni kuwa na amani. Na ndicho ambacho watu wengi wanakikosa katika ulimwengu wa sasa. Lakini faida kubwa sana inapatikana kwa watu ambao wameamua kutii neno la Mungu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi: aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi, naam, hii leo, kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Paulo anawaandikia Waebrania kuhusu habari ya ugumu wa mioyo katika kutii maagizo ya Mungu, na ananukuu katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 95 anapotaja siku fulani iliyowekwa kwa habari ya wokovu. Na andiko hili kuna wakati fulani limetumika vibaya, wakidai kwamba siku ya Sabato pia imebadilishwa, japo sio somo la leo. Lakini hapa unaozungumzwa ni wokovu, kwamba siku iliyowekwa ni leo, ya kwamba tusishupaze shingo zetu, tusiifanye mioyo yetu kuwa migumu katika kusikia sauti ya Mungu. Na Biblia inapotaja neno leo, anamaanisha sasa hivi. Rafiki ambaye umepata fursa ya kuisikia sauti hii na kuiona video hii, tafadhali sana ruhusu Roho Mtakatifu akae katika akili yako, akutengeneze na kukuumba upya kama namna ambavyo alifanya katika bustani ya Eden. Akuumbe upya na uwe mtu mpya kabisa, ya kwamba utembee sawasawa na mapenzi ya Mungu. Iko furaha ambayo Mungu anaiandaa mbele yako, na dunia itakushangaa hata wakati fulani utakapolala. Lakini Biblia inasema kuna wakati Yesu atarudi na utaishi tena. Ndilo tumaini pekee ambalo tumebaki nalo wanadamu kwa sasa. Kitabu cha Mithali sura ya 29 na mstari wa 1, neno la Mungu linasema hivi: aonywae mara nyingi akishupaza shingo, atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Huenda umesikia maonyo mara nyingi sana kuhusu tabia fulani ambazo si njema, na Mungu anakuhitaji kutubu katika tabia hizo. Huenda umeonywa kwa habari ya ulevi. Huenda umeonywa kwa matumizi ya sigara. Huenda umeonywa kwa ulaji usiofaa. Huenda umeonywa kwa sababu ya uzinzi na uasherati. Huenda umeonywa kwa habari ya ufiraji. Huenda umeonywa kwa sababu ya wizi. Huenda umeonywa kwa sababu ya kuyatumia mamlaka yako vibaya na kuwatendea wengine vibaya kwa sababu ya mamlaka ulionayo, kwa sababu ya fedha ulizonazo, kwa sababu ya mafanikio ulionayo. Biblia inasema anayeonywa mara nyingi akishupaza shingo, shingo yake itavunjika na haitapatikana dawa tena. Anachokimaanisha ni nini? Waovu wote sehemu yao ni katika ziwa linalowaka moto, tena moto wa kiberiti,
ambao Mungu mwenyewe atauleta ili kuifuta dunia yenye dhambi na kuileta dunia mpya. Watakatifu wanapata ahadi ya kuishi katika dunia mpya. Ninakualika rafiki, katika ubaya wako, katika dhambi yako fulani ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu, huenda ni mchawi, ushirikina, Yesu anahitaji kumwokoa kila mtu. Ninakualika leo, bado muda upo. Mungu anapotufanya kuwa hai, maana yake ni kwamba anatupatia nafasi ili tutubu, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 21, ya kwamba tunapata au tunawekwa kuwa hai ili tutubu, na wakati ni huu. Haijulikani ni lini utakapolala mauti, na Yesu anapokuja, anakuja kwa ajili ya kuwachukua waliotembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika kipindi kinachofuata. Asante.